Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Mungu kwenda kubariki kwa kufuata mafundisho ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Na leo tutakwenda kujifunza kitu chenye ujumbe unasema kwamba adui akiwa na njaa mpe chakula. Na Roho Mtakatifu akuhudumie kwenye mafundisho haya, na mafundisho haya yakafanyike baraka kwako, yakafanyike msaada kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Kanuni ya watu waliopo kwenye ufalme wa Mungu sio kulipa ubaya kwa ubaya. Kanuni ya mtu yeyote aliyopo kwenye ufalme wa Mungu, ikiwa wewe umeokoka, tambua kwamba ulikwishahamishwa kutoka kwenye nguvu za giza, uliokolewa na nguvu za giza na kuhamishwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kama wewe umeokoka kwenye ufalme wa Mungu, na kanuni zinazotenda kazi kwenye ufalme wa Mungu, unahitaji kumlipa mtu ubaya kwa ubaya. Unataka kuushinda ubaya kwa wema. Kwa adui yako akiwa ana njaa, mpe chakula. Kumbuka kwamba Mungu ana hekima kuliko wewe. Namna pekee ya kumsaidia mtu aweze kubali mtu ambaye ni adui, mtu anayekuchukia, ni kumtendea mema wakati yeye amekutendea mabaya. Na ndio namna pekee ya kumfanya aanze kuumia ndani ya moyo wake, na anaweza kubadilika kwa sababu hicho kitu kinamuumiza. Kanuni kwenye ufalme wa Mungu tofauti na kanuni zilizopo kwenye ufalme wa mwingine, ufalme wa giza. Kanuni kwa ufalme wa Mungu, adui yako akiwa na njaa mpe chakula. Kanuni kwenye ufalme wa Mungu ni kuushinda ubaya kwa wema, sio ubaya kwa ubaya au jini kwa jini. Na ndio maana mtu yoyote yule akikutendea mabaya afu wewe ukamtendea mabaya au ukamtendea mema, siku hiyo tayari umeshakosesha usingizi, hata lala usingizi. Kwa nini? Yule nimemtukana alafu yeye amenyamaza kimya na anaendelea kunichangamkia. Ndio kanuni ya kuwasaidia watu ambao wana roho mbaya. Ndio kanuni ya kuwasaidia maadui zako. Adui yako atakapokutendea mabaya, adui yako atakapokunenea mabaya, alafu wewe ukaendelea kumnenea mazuri, wewe ukaendelea kumtendea mema, hiyo ni adhabu kwake. Na kwa kufanya hivyo unaweza kumsaidia akabadilika, akaacha hizo tabia zake mbaya, akaacha hiyo roho mbaya, akawa mtu mzuri. Mungu ana hekima kuliko sisi. Mwingine atasema kwamba sasa mimi nitanyamazaje kimya wakati yeye amenifanya moja mbili. No, Mungu ana hekima kuliko wewe. Kwa Mungu anaposema kwamba ushinde ubaya kwa wema, anajua faida ya kufanya hivyo. Kwa usifanye kwamba wewe una hekima zaidi kuliko Mungu. Adui yako akiwa na njaa mpe chakula. Hiyo itakuwa ni adhabu kwake. Na kwa kufanya hivyo ni kama vile unampalia, Biblia inasema kama vile unampalia makaa ya moto. Unamfanya ateseke zaidi. Na mateso atakayopata atamfanya aache huo ubaya, aache roho mbaya. Maandiko yanasema kwenye Mithali 25:21 kwamba adui yako akiwa na njaa mlishe chakula. Mungu akusaidie na akupe neema kushinda ubaya kwa wema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Mungu akubariki sana kusikiliza mafundisho haya. Kumbuka kwenda kwa mafundisho yote ambayo ninaposti kwa channel yangu ya YouTube. Basi usisahau kusubscribe. Ukisubscribe mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube, utayapata na maisha yako yatabakia jinsi yalivyokuwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Pia unaweza kushare, unaweza kutoa comment, unaweza kulike. Mungu akubariki katika jina la Yesu. Amen.